Kama kuna watu wana nia ovu. Nia ovu na Simba. Nia ovu tu kwenye mchezo huo. Kama kuna watu wana nia ovu, maana yake viongozi wa dini wakiomba jambo hilo linakuwa laheri na mambo yananyoka. Mambo yananyoka. Ni mambo ya kawaida tu, ni mambo. Kwa hiyo kama kuna wachawi ambao hawataki mema Simba hapo. Mimi sitaki kwenda huko sana. Si mambo hapo, mambo ya namna hiyo hapo. Sitaki kwenda sana huko, lakini ninachoamini viongozi wa dini ni watu muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Viongozi wa dini ni watu muhimu katika majukumu tu ya kawaida. Lakini awali hata kama unapitia katika nyakati ngumu. Jambo la kwanza ni kumkumbuka Mungu wako aliyekuumba. Unapopitia kwenye nyakati ngumu. Simba maana yake ni kwamba wana mlima. Sawa wana mlima. Japo kila nyakati unatakiwa uombe, sio? Lakini wana mlima. Na niwapongeze viongozi wa Simba kupitia msemaji wao. Amefikiria kitu kizuri sana. Mchezo wa mpira wa miguu ni kama vile ni kakichaka fulani. Watu wanahisi kama kakichaka fulani. Sawa lazima tumtangulize Mungu. Mungu ndio kila kitu. Jambo ambalo Mungu hajaruhusu haliwezi kutendeka. Sawa. Unaweza kusema mbona mimi nimetoboa leo, tumepambana leo. Kumbe Mungu ndio kasema kwamba kwenye mchezo huu mtashinda. Lakini imepita michezo mingi Simba akicheza, sio Simba tu, Yanga katika michezo muhimu. Hatukai kuona wakialikwa viongozi wa dini, wakialikwa viongozi wa serikali. Nafikiri ni creativity, nafikiri pia ni muda. Sawa muda. Swala la muda. Unajua kila kitu kinakuja kwa nyakati zake. Sawa maana yake ni kwamba kama mchezo huo Simba watavuka, watakuwa na picha fulani kwamba tumeshirikisha viongozi wa dini. Kumbe sasa tumeona nguvu ya viongozi wa dini, tumeona nguvu ya viongozi mbalimbali. Kwa ujumla kinachohitajika pale ni mshikamano. Mshikamano kutoka kwa viongozi wa serikali, viongozi wa kisoka. Mmesikia rais wa TFF yupo, ambaye pia ni mjumbe wa CAF yupo, lakini pia umesikia viongozi mbalimbali umetajwa katika hilo, kuhakikisha kwamba mazingira tu yanakuwa rafiki. Kuna kitu kinaitwa atmospheric condition, yani hali ya hewa ni nzito. Na kwa nzito. Kwani kuna hali ya hewa kuwa nzito, mashabiki wakijaa majukwani, uwanja ukajaa, si bado hali ya hewa inakuwa nzito tu bado? Nataka nikupe mfano. Wewe si mwandishi wa habari. Nataka nikupe mfano. Kuna press ambayo anakuepo waziri mkuu, makamu wa rais. Hiyo press tu, yani kutembea kwako tu kwenye ni adabu. Sawa yani ni mazingira fulani ambayo kwanza ulinzi ni mkali sana. Sawa yani wewe mwenyewe unaona kwamba haya mazingira mazito haya. Wewe mwenyewe unafahamu hilo. Kwa hiyo viongozi wanapokuwepo wengi, mazingira yanakuwa rafiki zaidi. Je, unafikiri labda pengine kupitia hili Simba kuna namna wanaweza kufaidika upande wa financial wanapokuwepo viongozi wakubwa kama hao ambao wamealikwa, mawaziri wa mikoa, watumishi wa Mungu akina Apostle Mwamposa? Pengine kuna namna Simba nafaidika? Nafikiri Simba imeshakuwa timu kubwa. Swala la financial huwezi kuitegemea kwa ajili ya mchezo. Kwani wakiingia kule hawalipi? Wanakaa VIP. Kwa sababu nataka nizungumze hili. Simba kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa ni jambo la kawaida. Ndio financial yenyewe tunazungumza. Sawa Kwa hiyo kuja kwa hao viongozi labda tu ni kurahisisha kukamilisha kuuza tiketi ile sold out. Sawa yani kukamilisha tu ile sold out, yani kuhamasisha. Lakini kujaza uwanja, Simba naanga kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa sio big issue. Sasa hivi sisi watu wa Tabora tunajaza uwanja wa Munyi mara pili au mara tatu, unaona full house kabisa, hakuna hata nafasi. Kwa hiyo ni jambo la kawaida, na sisi watu wa Tabora hata hatuna mchecheto sana kama watu wa Dar es Salaam kwamba eti full house. Sisi tunaona ni mambo ya kawaida kujaza uwanja, na hakuna porojo sijui ya kuchukua watu kutoka Kaliwa ya mwisho kule, sijui Gunga ya mwisho kule. Kama unaelekea huko Uyui kuna sehemu ya mwisho panaitwa Tura. Hatuna haja ya kuwabeba watu kutoka Tura au kutoka Shelui.
sisi tunaujaza tu uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo of course ni idea nzuri kwa Ali, kwa Ahmed Ali. Amefikiria mbali. Ukiwa mwandishi wa habari, unatakiwa uone pale ambapo wenzako wanaishia kuona, wewe unatakiwa uende mbele. Hapo ndipo ile creativity itaonekana. Sawa hata wewe yaani unatakiwa uone pale ambapo sisi wa kawaida tunaishia, wewe unaanzia kuona pale kwenda mbele. Hapo ndipo tutakuwa tunakuona yes, wewe kwenye kitengo chako cha habari uko vizuri, una kitendo yake. Mchezo huu kati ya Simba na Al Masry, Mwamposa, ni nini ambacho Simba wamekiona na target ya Simba ni nini? Nafikiri ni kuhakikisha mazingira yanakuwa rafiki kuelekea mchezo huo. Wanasema wanataka wachawi waondolewe, maana ni mzee wa kufukuza vitu vibaya sana. Ngoja tumisikilize vizuri. Ni kuhakikisha mazingira yanakuwa rafiki kuelekea mchezo wenyewe dhidi ya Al Masry. Kumbuka Simba wako nyuma kwa goli 2 kwa bila, maana yake mchezo wa umesema kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri. Hapo hatujakuelewa kidogo. Uweke sawa. Tafsiri yake ni kwamba yoyote mwenye ushawishi katika nafasi tofauti awepo katika mchezo huo. Ndio mazingira ambayo yanayozungumza. Kwa mfano, umemtaja mtumishi wa Mungu Mwamposa. Nimemsikia na amethibitisha Ahmed Ali, shehe wa mkoa wa Dar es Salaam. Nimemsikia msemaji kamtaja. Nafikiri na viongozi wa serikali wale ambao watakuwa na nafasi, kwa mfano waziri mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, hata spika wa bunge kama ana nafasi anaweza akaja. Ni miongoni mwa watu ambao ni wafuasi wa mpira, lakini mtu mwingine ambaye ni akiwa na nafasi kubwa, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Automatic wakisha kuwepo watu kama hao, huo mchezo utakuwa muhimu sana na utakuwa mkubwa. Kwa mfano, ukishamtaja waziri mkuu yuko uwanjani, attention tu ya usalama sio ya kitoto. Tujikite kwanza kwenye upande mmoja. Waziri mkuu amekuwa akionekana katika matukio kadhaa, si mara ya kwanza kualikwa. Safari hii yani hao watu ambao wanaletwa kwa kigezo ambacho mkisema kwamba watu wenye impact katika jamii, Apostle, ni mara chache sana kumuona katika maeneo haya. Na ukiangalia huduma zake mara nyingi ni mtu ambaye amekuwa akivunja vitu vya giza nini namna gani. Simba hapa kuna kitu wamekiona anaweza kawa na msaada kuelekea mchezo huu? Of course, kwa sababu ni mambo ya kiimani. Na ni mtu ambaye anasaidia watu. Ni mtu ambaye upako akiutoa watu wanauona hadharani kabisa. Kwa hiyo Simba wanataka upako kuelekea hiyo mechi muhimu dhidi ya Al Masry. Kwanza kama unataka kujua hilo kwenye mchezo, watu wakimaliza kwa mfano labda kuomba, nafikiri ni wimbo wa taifa baada ya hapo huwa wanatengeneza ishara fulani ya kuomba. Hata kwenye mpira watu wanaomba. Sawa kwa sababu ni kazi halali. Kwenye mpira watu wanaomba. Kwa hiyo kualika viongozi wa dini, of course watapata nafasi, kwa maana ya kwamba kutoa baraka, kwa sababu tunapigania taifa, sio? Na katika taifa maana yake hao viongozi wa kiroho maana yake wana mchango mkubwa sana katika taifa, kuhakikisha kwamba timu yetu ya taifa, na timu yetu ya Simba ambaye ndio mwakilishi pekee amebakia pale, anaweza akapata matokeo. Umemsikia msemaji anasema tutatumia kila namna, kila yoyote mwenye mchango kuhakikisha Simba inashinda. Kwa hiyo kualiko viongozi wa dini, nafikiri watapewa nafasi, waiombe mechi, waombe hata uwanja. Lakini pia kama kuna watu wenye nia mbaya, nia ovu, nafikiri